Napenda kuwasalimu wa Kenya kwa jumla na salamu za asubuhi hii ya leo. Majina ni Assumpta Wagoi wa Muiruri, aspiring women representative Nakuru County 2027. Leo nimekuja nikiwa na huzuni mwingi kwa sababu mimi kama mzazi ninaona vile mashule yetu yanaendelea. Hiyo hali tuko kama taifa si sawa. Na kwangu na maoni yangu kama mama, nimejiuliza maswali mengi. Tutapoteza watoto wangapi ndio serikali iweze kuchukua hatua? Tutazika watoto wangapi ndio serikali iwajibike? Kwa hivyo mimi nataka kunena na Minister wa elimu na nimwambie maoni yangu mimi kama mzazi na kama kiongozi katika Nakuru County. Mimi ninaona uamrishe mashule yaweze kufungwa kwa muda, kwa sababu kila kuchao shule imechomwa. Tangu utumishi ichomwe, kuna mashule kadhaa yamechomwa na mengine yamejaribiwa kuchomwa, na haswa public schools. Kwa hivyo kama mkuu wa masomo, hata wewe inafaa ujiulize ni nini kinaendelea katika idara yako. Kwa nini mashule yanachomwa? Na ni hatua gani muhimu ama mwafaka inastahili uchukue ili uweze kuokoa Wakenya na kuokoa watoto na pia kuokoa vile wazazi. Kwa hivyo mimi sina mambo mengi leo, yangu ni kuomba CS tafadhali kubali tu mashule yafungwe, wacha watoto wetu wakuje manyumbani, wacha sisi kama wazazi tunene na watoto wetu. Huenda ikawa kuna changamoto ambayo haieleweki, kwa sababu hata wale ambao wako korokoroni pia wana wazazi wao wanalia. Vaa kiatu uambiwe mtoto wako ndiye amechoma na akaua watoto. Huyo mzazi pia ako na mauchungu yake. They are not even understanding their children anymore. Na kuna wale nao wazazi ambao wananyosha kidole kwa wale watoto ambao walichoma watoto wao. Na pia kuna wale wazazi ambao nao wanaomboleza watoto wao. Na kuna wale watu wananyosha kidole kwa mwalimu. Hii maneno ya kunyosheana kidole, nafikiria we need a break. And therefore mimi ndio nasema mashule tafadhali zifungwe kwa muda. Achilieni watoto wetu wakuje tunene na wao. Achilieni watoto wanenewe na wachungaji pia. Achilieni watoto wanenewe hata na maanko zao na grandmother wao. Wacheni watoto wawe na muda wa kunenewa, ili tuweze kuwauliza maswali ni nini mbaya na mashule. Kisha mtafungua mashule wakati tumeweza kusemezana na watoto, tuwashauri vile tunafikiria tunaweza. Na hii maneno ya lawama, kunyoshea kidole yule huyu na kunyoshea kidole yule mwingine, huu sio wakati. Kama taifa huu sio wakati. Wakati wa sasa hivi ni kuangalia tutafanya nini tukaweze kuponya janga, kwa sababu hili ni janga na ni janga kuu, na lisipoangaziwa vizuri basi tutazika watoto wengi. Mashule itachomwa mingi, na shule moja ikichomwa kama vile utumishi, St. Joseph's Molo, Alliance na zingine zimejaribiwa, ukiangalia dhamana ya pesa ambazo zimeharibika katika zile mashule ni pesa mingi. Na kwa hivyo pia hiyo ni kuharibu uchumi wa nchi ya Kenya. Mimi nitawatia hapo, na ninasikia nikiwa na huzuni mwingi kama kiongozi na mzazi, na kama ombi langu litakubalika nitasikia nimefurahia, na ninajua tutakuwa tumeokoa mashule mingi na vile mioyo ya watoto wengi. Thank you so much. Kwa wazazi wale mlipoteza watoto, poleni sana.
Kwa wazazi wale watoto wenu ulishtukia ndio walichoma shule, poleni sana. Taifa kama jumla, poleni sana. Hapa kwetu Nakuru tuko na watoto, tuko na kule Graceland kuna mmoja, Bahati tuko na wawili, na pande hii ya Nakuru Town West tuko na mmoja. Kwa hivyo nikiongea nikiwa Nakuru nina uchungu mwingi, kwa sababu ni ndoto nyingi za watoto zimeweza kuzimwa. Kwa hivyo wale wote ambao wameumia katika hili janga, Mungu aweze kuwafariji na neema ya Mungu iweze kututosha sisi kama watu ya Nakuru na watu wa Kenya mzima, waalimu na wazazi na vile vile watoto ambao wamesalia wakiwa hai. Thank you so much. Jina langu ni Jimmy Wakakafo, Chairman wa Nakuru Citizens for Accountability and Development Association. Na niseme ya kwamba wakati huu ningependa kutoa rambirambi zangu kwa wale wazazi wote ambao walipoteza watoto wao kule Utumishi Academy Gilgil. We feel it. Hata kama sisi tuko huku nje, tuna feel uchungu ambao mnaupitia. Pili, pia niweze kusema kwamba kwa wale wazazi ambao mliweza kupatana na janga hili, watoto wenu kupatikana wakihusika katika kuchoma shule, pia mjipe nguvu. It is well. Mimi yangu tu ningependa kuaddress the President of the Republic of Kenya. Wakati ambapo nimesikiza na kufuata hiyo story ya utumishi na ile sababu ambazo zinatolewa za kuchoma shule, nimepata ya kwamba kuna shida sio pale haswa kwa wazazi na kwa shule, hata pia kwa serikali. Na nimeangalia nikaona ya kwamba wakati ambapo president tuliweza kutengeneza cabinet, kuna kitu ambacho ulimiss. Ukiangalia wale mawaziri ambao umepea kazi, mawaziri hawa wengi wao hawana professionals katika ile sehemu ambayo umewaweka. Kwa mfano, leo hii tunazungumzia kuhusu shida ya education. Ukiangalia waziri ambaye yuko katika idara ya education, ni profession yake ni lawyer ambaye alitolewa katika High Court. Ili hali tuko na professionals wengi ambao ni wasomi ambao wanapaswa kuwekwa katika elimu ili waweze kutatua shida inayokaba na kuba watoto wetu katika shule. Nimeangalia pia, ukiangalia mtu kama idara ya health, umeweka mtu ambaye karia yake ni siasa, is a politician, na umempea idara ya health. Na tuko na madaktari wengi katika taifa la Kenya ambao wanapaswa kupewa nafasi hiyo waweze kuongoza idara ya afya, ili tuweze kuwa nchi ambayo inaendeshwa kulingana na vile ambavyo watu wako na professionals. Ningependa kuuliza, and this is my request, you need to do a reshuffle with immediate effect, ili uweze kupatia elimu yule mtu ambaye ako na professional ya elimu. Ufanye reshuffle kwa health, upatie mtu ambaye ako na professional ya health, idara ya health, ili Kenya hii isipatiwe watu kazi kwa sababu unataka kufurahisha watu, ama unataka kuzawadisha watu kwa yale ambao walikufanyia kisiasa, lakini tuongoze nchi kwa ile njia ambayo watu wameweza kusomea na wako na ujuzi wa kuongoza nchi yetu. La mwisho, ningependa tu kuhimiza wazazi. Tunajua ya kwamba wakati mambo inafanyika jinsi ambavyo haitaraji, kama vile mashule inachomwa, serikali inakimbia kuweka lawama kwa wazazi. Ili hali pia hata kule shule kuna vile ambavyo mnastahili mchukue jukumu la kukaa na watoto wetu kule shuleni. Lakini ningependa kuhimiza wazazi, mfanye watoto wenu kuwa marafiki wa karibu. Hawa watoto wanahitaji kuongeleshwa. Hawa watoto wanastahili waelewe hali ya maisha ambayo tunayoishi kwa sasa. Hawa watoto wanastahili kukaa chini na kupewa mawaidha ya namna ya kuishi. Na kwa hivyo ningeomba ya kwamba pia wazazi tusiachilie watoto wakienda shule ati kule ndiko wanaenda kupewa mawaidha ya jinsi ya kuishi. Tuongee na watoto ili tuweze kuwa na generation ambayo itaweza kuwa viongozi wa kesho, wazazi wa kesho, na ili tuweze kuzingatia nidhamu ya watoto tutakao kuwa nao leo,
kesho na hata kesho kutwa. Thank you very much. Kwanza ni wasalimu nyote, hamjambo. Kwa majina anajulikana kama Engineer Victor Ngatia. Mimi ni kiongozi hapa Nakuru County na mbunge anayeingia Nakuru Town West the year 2027. Mimi nimeamka leo na huzuni mwingi sana, na kama mmesikiza Kenya yetu vile inazungumza asubuhi ya leo, ni kwamba Kenya ina msiba na mashule na wanafunzi wanajaribu kusema jambo ambalo sisi tumekataa kusikiza, na kutorudia yaliyosemwa. Niseme ninaangalia sana mashule na na wasiwasi. Sisi tunawapa pole wazazi wote wamepoteza watoto, shule zenyewe tunapoleni sana. Pia kuna wanafunzi wamepoteza marafiki. Janga kama hili, it is very scary for a student who did not take part but was found amidst all this. But take heart, things will get better, and this is why we lead, when others follow. We have looked at this thing and we have realized there must be action. And it's not just an action for the sake of it. We must take the right action as leaders and as parents. This morning, I am trying to establish the real core issue behind this unrest in these schools. What are these kids trying to communicate? But if you check well, utaona kwamba the biggest blame, if we were to discuss about blame, or who should take the full responsibility, is for sure the Kenyan government. And why do I say so? Mimi nikiangalia vizuri naona when the CBE grade 9 were transitioning to grade 10, walisemekana wanaingia junior secondary schools. But if you're keen enough, utaona kwamba watoto wote ambao walikuwa shule zote nchini, they were all sent to public institutions. Kwamba allocation na portal ilifunguliwa na watoto wakaenda na ikafungwa. Kwa hivyo kama wewe ulitumwa kwa shule ambayo ilikuwa inachukua watoto kawaida 300, today we have schools that have over 1,300 in a particular class, for example grade 10. So sasa tukikimbia tukitaka kujua makosa ni gani yanafanyika shuleni, you tell me. Shule ambazo tunazo, sijasikia shule hata moja imeongeza kiwanja cha football. Sijasikia shule hata moja imeongeza madarasa kwa kila grade zaidi ya madarasa 4 ama 5. Sijasikia shule hata moja imeongeza nafasi ya kiwanja cha mapumziko cha wanafunzi. Not even a library or a lab that has been added to that fact. Even dormitories. Juzi tukiangalia ile video ambayo ilitoka ya CCTV, tuliona kwamba wanafunzi walikuwa wengi jinsi walikuwa nalala pia kwa corridors. That is just to confirm what I'm saying today. Kwamba wanafunzi wamezidi kiwango ambacho hizi shule haziwezi kustahimili. Over and above that, utaona kwamba pia walimu ambao walikuwa allocated to those schools hawajaongezeka kiwango ya kutosheleza hao wanafunzi ambao ni wengi. So these students have a lot of time that is being wasted, and they can do naughty things without the eyes of the teachers who are fully responsible. So now, if the government has given a policy that is ensuring overpopulation in the public schools, why are we not calling the government to order? Lazima serikali ijue kwamba ni sawa mnataka wanafunzi wetu waende public schools, lakini kuna walimu wa kutosha, kuna kiwanja cha kutosha, because it's not all about study. Huyu mtoto pressure zake anazitolea wapi? Huyu mtoto akishazidiwa na masomo ataenda kupumzikia wapi? So we have failed to do that as a government. Number 2, we have parents here who are investing in these kids. We have parents also who have thought it is wise to come up with private schools to take care of the overpopulation. As a government, why would you have a policy to ensure that all students are sent to public schools, denying these students or these numbers to the private sector? In short, as a policy, you are killing the private sector. Haya mashule ambayo ni ya private, mbona leo hatujasikia yachomwe na naomba zisichomwe? To date, we don't have even one private high school that has been burnt. Why? It confirms that private schools, there is something better they are doing. And we all know what they are doing. Classes are spacious, dormitories are spacious, sports facilities are enough, teachers are adequately trained and are available. All these things are available in private sector. Why would a government want to destroy such a sector?
kwa vigezo kwamba tunataka kupea watoto elimu ya bure, ili hali hata hiyo elimu ya bure hamna. Basari pia ni vita kila siku. So I think everything goes back to the government to redraw and agree what do they need to do to ensure our schools are safe. Fungueni watoto waende shule ambazo wanataka, because you have forced students to go to public schools, schools that they don't even want to be in, but you have locked the portal. Nobody will leave whatever school umemtuma. So haya ndiyo mambo ambayo yanachangia utovu wa nidhamu kwa hizi mashule. Tumeona mashule mengi, hata leo asubuhi kuna shule ilitaka kuchomwa. So nakubaliana na huo mwito kwamba kwanza watoto wapelekwe nyumbani, wapumzishe hasira ili waweze kuzungumziwa na wazazi wao. For now, it is the clarion call is send these students home, let them rest. I can tell you, these kids are only naughty when they are together in that school, when the pressure is too much. Sijaona mtoto amechukua kiberiti akachoma bedroom kwao nyumbani. Sijaona mtoto amechukua kiberiti akachoma nyumba ya mama yake. Kwa hivyo ni vyema mtoto awache kwanza aende nyumbani, aambie mama yake shida ni ipi. But I can tell you, as a government, we must stand to ensure we have these facilities available and across. And who said we don't have schools in this county? We have enough schools in this county, but we are destroying some while making some. Sina mengi ya kusema, but for now, I would want the government to actually take full responsibility of messing up the education sector, coming up with an education system that would not necessarily deal with those issues that are pertinent in forming and coming up with a proper member of this society through this education. They take full responsibility. Thank you very much.